Haya ni maduka ya hapa Collection. Ni maduka pekee ambayo yanazingatia unadhifu kwa vijana, utanashati, usafi, si unajua. Lakini hapa kuna mwamba nimekutana naye. Bila kupepe kama nilivyokuambia, leo tumekutana na mwamba huyu hapa. Bwana brother, vipi? Poa, niambie. Safi, uko poa? Vizuri kabisa. Watazamaji wanataka kujua wewe unaitwa nani, unashughulika na nini? Kwa majina kabisa kamili naitwa Saidi Mkali. Mkazi wa Kijitonyama kwa Alimaua, ndio nilipokulia, malezi yangu yameanzia hapo, lakini baada ya mishemishe zangu za hapa na pale, vijana wakaniita rais wa mawinga. Kwa sababu issue zangu kubwa zilikuwa ni mambo ya kuwinga, kutafuta pesa kwa kutumia mishemishe ambazo za kutafuta wateja, kwa kutanisha na matajiri, mambo yaende. Hivi juzi tumeona baadhi ya klipu zako zina trend. Bila shaka utakuwa unajua ni nini kilichokuwa kinaendelea. Imekuwaje ukatrend vile na kuwazungumzia watu wa style ile? Nimewazungumzia kwa sababu wao walizungumza vitu ambavyo si sahihi katika jamii. Na katika dunia tunayokwenda nao, usipende kumzungumzia mwenzako kwa vibaya. Inakuwa sio jambo zuri. Na hii watu wengi sana wanatumia kuwachafua wenzao katika mitandao, katika mabiashara yao. Kwa hiyo inakuwa si jambo zuri, na ndio maana nikamzungumzia yule mtu, kwa sababu aliniuzi kwa sababu ya kumzungumzia mtu vibaya. Mitandao ya kijamii kwa sasa ina vitu vingi sana, watu wanageuza content vitu vingi mno. Ukiwa kama rais wa mawinga kama unavyosema, moja kati ya vitu hivyo vingi ni kipi ambacho huaga ukikiona kwenye mitandao ya kijamii wewe unajisikia vibaya zaidi? Mimi katika mitandao ya kijamii kuzungumza mambo ya uongo au mambo ya ushirikina, kwa kweli nakuwa naumia sana nikimwona mtu anazungumzia ushirikina. Kwa mfano, juzi hapa tumeona itokea tukio kubwa la dada yetu amepata bahati ya kuolewa. Ni Hamisa Mobeto. Ameolewa, akaja juzi hapa akapata bahati mtu mwingine anaitwa Zailisa. Sasa Zailisa alivyolewa akaja maneno mengi sana ya kishirikina. Kuna wengine wakamwahidi akifikisha miaka 2 watamzawadia zawadi ya gari. Ile ni neno la kishirikina. Hawezi mtu akapata baraka ya mume alafu ukasema mimi akikaa miaka 2 nampa gari. Ile ni neno la kishirikina. Manake wewe upendi yale mambo mazuri wenzako yawakute. Au unapenda kila siku wewe mwenzako asikie mabaya, anafanya hivi. Kwa kweli mambo yale mimi yananiuzi sana, tena sana. Kwa nini unasema mambo ya kishirikina? Si moja kati ya zawadi ambazo mtu anampa mtu? Kauli iliyozungumzwa pale si ya wema, wala sio kauli nzuri. Kama kweli wewe unataka kumchangia mtu au kumpa mtu kitu, basi mpe kitu ambacho, bwana wewe si anaolewa, hii zawadi hii nimekupa kama ndugu yangu, kaka yangu, dada yangu, naweza kutumia kwa hivyo. Lakini ukimwambia mtu mimi wewe ukifikisha miaka 2, elewa hiyo kauli, ukifikisha miaka 2 nakupa zawadi ya gari. Manake wewe ulitaka ile jambo liwe zuri. Unataka ile jambo liharibike, wewe upate kuja kusema. Na mambo mengi sana kwenye mitandao, watu wanatumia mitandao vibaya kwa kuwachafua wenzao wakijaliwa na Mungu kufanya mambo ya heri. Wengi tunawaona style hii. Rais wa mawinga Tanzania, una kipi cha kuambia watu hao wanokuuzi kwa tabia hizo? Cha kuambia, kwanza umuogope Mungu. Na kila jambo linapangwa na Mungu. Kama Mungu hajaandika jambo haliwi. Na Mungu akiandika jambo lote hilo litakuwa. Waamini kwamba Mungu ndiye mpangaji wa kila jambo la aina yoyote duniani. Kwanza muamini Mungu. Kwa hiyo waache maneno ya ajabu kuwachafua watu ambao wamepata baraka za ndoa. Ndoa ni baraka bwana. Mashehe kila siku wanatuambia ndoa ni baraka. Wewe tena katika ndoa hiyo unaenda kuleta kijicho kibaya, unaanza kumwambia mtu akifikisha miaka 2 aje hapa nimpe gari. Tunajua maisha yenu mlipotokea. Na tunajua hayo mambo mnasema tu, lakini tunajua kwa sababu kuna vitu vijana wengi tumeharibika. Katika vijana 80% mnawaona wote wenye hela. Mnasikia si utajiri si nini, hakuna mwenye mali yake. Mali zote ni za watu, wao wanaikuwa mbele tu kama vijana. Simamieni mambo yaende, lakini hakuna mwenye mali yake. Inabaki kuwa kama exclusive kwake rais wa mawinga. Hiki ni kitu kingine tena kitakwenda kuzungumziwa kwa wakati mwingine. Mtazamaji, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Rais wa mawinga, mimi niseme asante sana, karibu tena siku nyingine. Hana tabu, tuko pamoja. Na wakubali sana vijana wenzangu kwa kazi kubwa mnaoifanya. Pambaneni
Hiyo ndo mambo ya maisha, tafuteni fedha. Asante sana, asante.